Ya mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na leo tupo katika kipindi cha meza ya hoja, lakini nyuma ya kamera utakuwa na Ganji Mashaka ama Chami Mama, na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV. Tunakwambia tumekusogezea dunia, na leo hii hatuwezi kuzungumza Dar es Salaam bila kurejea Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo hapo jana huwezi kutaja Dar es Salaam Tanzania TV bila kutaja Ikulu ya Dar es Salaam. Hapa tunazungumzia hapo jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kukabidhiwa ripoti ya CAG. Ripoti hiyo ilikuwa na baadhi ya changamoto ama mapungufu kutokana na hati mbalimbali ambazo zilitiliwa mashaka. Lakini mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, cha kushangaza ni kwamba hata kwa baadhi ya vyama vya siasa vimeonekana vikipatiwa baadhi ya hati ya mashaka, kikitajwa chama cha CUF, na baadhi ya maeneo mbalimbali yametajwa katika swala zima la CAG kwenye hati ya mashaka. Mfano tukitaja halmashauri ya Kibaha yapata hati yenye mashaka, hata wilaya ya Msalale hati ya yenyewe yapata hati ya mashaka. Kwa nini zinapatiwa hati ya mashaka? Baadhi ya ripoti zilizotolewa hapo jana Ikulu jijini Dar es Salaam ni kwamba chanzo kikubwa ni upungufu wa nyaraka toshelevu za kudhibiti uhalifu wa malipo, lakini pia matumizi yasiyoridhishwa. Kwa nini nakuwa hivi? Ni kwamba baadhi ya viongozi ama wasimamizi inaonekana kuna sehemu ambayo wana changamoto katika hiyo. Lakini mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na wewe unaweza kutoa comment yako ama ushauri kuhusiana na ripoti ya CAG, ambapo kila mwaka inaonekana ina changamoto. Lakini sababu moja hapo ni kwamba matumizi yasiyoridhishwa, na yenyewe inaonekana ni sababu ya kupelekea kwa baadhi ya maeneo na vyama vya siasa vikipatiwa hati ya mashaka katika ripoti hii ya CAG. Lakini mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na unaweza kudondoshea comment yako hapa, maoni yako kuhusiana na hili jambo ambalo kidogo limeleta shida katika ripoti ya CAG. Lakini changamoto kubwa ni mfumo katika usimamizi wa uwajibikaji wa taasisi mbalimbali. Mfano kuna taasisi baadhi zimetajwa. Mfano Mamlaka ya Mapato Tanzania inakabiliwa na bilioni 7.24 ambayo bado yanaendelea kukusanywa kwa zaidi ya miaka 17. Unaona kabisa ni changamoto kubwa katika swala zima la mapato. Lakini pia tukirejea mfano wa ufuatiliaji, unapaswa msimamizi na udhibiti wa ununuzi wa mali ya umma amesema kwamba shida kubwa iko kwenye usimamizi na kuimarisha na mifumo kidogo ni changamoto. Hizi ni baadhi ya sehemu ambazo nimegusia, walionyesha mambo mengi sana. Hizi ni baadhi ya sehemu tu ambazo zimeweza kuwa na changamoto, lakini pia tukirejea TANESCO kuna changamoto. Ni jambo ambalo kidogo linaleta changamoto kubwa katika swala zima ya ripoti ya CAG. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV ama mdau wa Dar es Salaam Tanzania TV, unahisi sababu ni ipi kubwa ambayo imepelekea baadhi ya hati za mashaka katika ripoti ya CAG? Na unaweza kudondosha comment yako na maoni yako kuhusiana na kile kinachoendelea. Hizi ni baadhi tu ya sehemu kidogo tu tukirejea katika ripoti hii ya CAG. Nini kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika swala zima la ripoti ya CAG?
Kauli ya rais, yeye amesema kwamba ni bora kama taasisi ama shirika la umma ambalo limefanya vibaya litajwe. Kwa nini amesema litajwe? Litajwe ili iwe na aibu, lakini pia litajwe ili liweze kufanya maboresho ya mwaka mwingine unaofuata. Lakini pia tukirejea baadhi ya sehemu, wale wanaofanya vibaya ili wafanye vizuri zaidi, kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kwamba ni bora watajwe. Lakini pia ametoa msisitizo kuwa anatakiwa awe makini katika ukusanyaji, lakini pia katika usimamizi, kila mtu afanye kulingana na sehemu yake. Lengo la kumtaja ni afanye vizuri. Mfano hapa tunaweza mfano uliotajwa hapo jana, shirika la TANESCO limeonekana kufanya vibaya. Lakini pia amesema kwamba kama inaonekana limefanya vibaya, bora litajwe moja kwa moja shirika fulani limefanya vibaya ili waweze kujirekebisha. Lengo kubwa ni kuhakikisha mambo yanakaa sawa. Lakini moja ya maelekezo ya Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, maelekezo yake ni kwamba ametoa maelekezo kwa Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA Dennis Simba kuyataja mashirika na taasisi zinazofanya vibaya zaidi katika ripoti yao, katika ripoti ijayo ili zione aibu. Kwa nini ameamua kusema hivi? Ni kwamba ukimtaja mtu au ukitaja shirika ambalo limefanya vibaya, ni kwamba litajihami kufanya vizuri zaidi kwa miaka ijayo. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, kwa nini ripoti hii ya CAG imekuwa ni changamoto kubwa, au kwa nini mashirika mengi ya serikali yameonekana ni hasara kubwa kwa serikali? Unaweza kutoa maoni yako, lakini pia kutoa ushauri wako juu ya kile kinachoendelea. Sisi kama Dar es Salaam Tanzania TV tunakwambia tumekusogezea dunia. Hii ni ripoti ya CAG, ni baadhi tu ya vipengele vilivyozungumziwa hapo jana, ni vingi kweli, lakini sisi tumeamua kupita na hili. Nini ushauri wako? Nini maoni yako? Nini wito wako kwa serikali kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawia? Lakini kijumla ni pongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa kauli hiyo, tukiamini kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa vizuri zaidi. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Ayub Amos na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, lakini pia fundi mitambo wangu alikuwa ni Chami Mama. Asante.